mradi huu ulikuwa ni muhimu sana kuweza kufanyika, na hali ilivyokuwa mwaka uliopita na hali ilivyo leo, Urambo na Kaliua ni tofauti. Ni jitihada kubwa imefanyika na serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Bilioni 44 si fedha ndogo katika kuwekeza kwa wananchi. Ni fedha nyingi ili kuboresha maisha ya wananchi. Umeme ni kitu cha muhimu katika uchumi wa taifa letu, na ndio maana Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo mahususi ya kuhakikisha ya kwamba tunapeleka umeme wa uhakika kwa Watanzania. Kwa sasa nchi yetu ina umeme mwingi. Uzalishaji wa umeme ni mwingi kuzidi hata mahitaji yetu. Lakini sasa changamoto tulionayo ni ule usambazaji, kwa maana laini zinaenda umbali mrefu, na laini inapoenda umbali mrefu maana yake kunakuwa kuna upungufu wa umeme. Mfano hapa Urambo umeme ulikuwa unatoka laini kutoka Tabora mpaka kufika hapa Urambo, itoke Urambo iende Kaliua. Kwa hiyo unajikuta voltage zinazokwenda ni ndogo, na umeme unakuwa una fluctuate na kadhalika, kwa unashindwa hata kuendesha mashine. Lakini kwa kuweka kituo kama hichi, ina maana unapokea umeme mkubwa, unapoozwa hapa kwenye 33 kVA, unatoka hapa unaenda kwa wananchi, unaenda na nguvu yake ile ile. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, na sisi kwa maelekezo yake Rais tutahakikisha tunaongeza jitihada za kujenga substation kama hizi katika wilaya zetu nchini. Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya trilioni 1.9 kwetu sisi huku Wizara ya Nishati na kupitia taasisi yetu ya TANESCO kuhakikisha kwamba tunaweka kitu kinaitwa grid imara katika nchi yetu, na kuna miradi inayoendelea maeneo mbalimbali. Kwa kweli niwaona ndani kule pia mambo ya kisasa, mambo ya kisasa kabisa, ambayo station hii iko hapa Urambo. Lakini sasa sio tu kwa ajili ya Urambo, hata umeme wenzetu wa Katavi ambao walikuwa hawapo kwenye gridi ya taifa, sasa wameingia kwenye gridi ya taifa kupitia kituo hichi hapa. Sasa hizi umeme unakwenda wa uhakika kule, na wao pia tutaenda kuangalia zaidi namna gani tunawekea substations katika wilaya zao ili umeme uzidi kwa uhakika. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza kusema Urambo iko tayari kwa ajili ya uwekezaji, kwa sababu ukiangalia uwezo wa hapa ni megawati 24, lakini wanaotumia wilaya mbili hizi za Kaliua na Urambo ni megawati 2.5. Ni kwa saizi muda huu tuliokuwepo, nimeona kwenye mitambo pale, nimeona ni megawati 2.5. Ina maana usiku peak watu wamerudi majumbani, ina maana maximum wametumia ni megawati 7. Ndio maximum. Utaona ni bado ni mdogo kulingana na kituo hichi. Kwa hiyo Urambo na Kaliua viko tayari kwa ajili ya uwekezaji, na ndio lengo la serikali hii ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba tunakuwa tuna nishati ya umeme ya uhakika ili uwekezaji uweze kufanyika katika maeneo yote ya nchi yetu. Na uwekezaji ndio ajira, uwekezaji ndio uchumi kukua na kukuza maeneo yetu mbalimbali hapa nchini. Mradi huu uligharimu jumla ya shilingi bilioni 44. Bilioni 24 ni line ya 132 kutoka Tabora kuja hapa, lakini bilioni 16 ni kituo cha kupoza umeme. Hapa kuna transformer hiyo hapo ya 35 VA inaweza kubeba msongo wa mpaka megawati 24. Lakini shilingi bilioni 16 substation na shilingi bilioni 4 zilikuwa ni compensation, watu ambao walipisha mradi kwenye ujenzi hasa wa line. Sasa hivi kuna matoleo matano haya hapa ambayo yanalisha watu wa Urambo pamoja na Kaliua. Hali ya utulivu wa umeme kwa sasa baada ya kituo kuanza, kimeanza mwezi wa 3 mwaka jana, kumekuwa na utulivu wa kutosha, na mpaka sasa maximum capacity ambayo tumeweza kuirani hapa ni megawati 7, minimum ni megawati 2. Tunaweza tukaenda mpaka megawati 24, lakini the maximum wanaweza wakahitaji megawati 7. Kwa hiyo bado tuna operate chini ya kiwango na tuna uwezo wa kuwahudumia wawekezaji wote watakaokuja, kwa sababu uwezo wa kituo unaweza ukamudu. Tuna mradi